kwamba tuondoke nayo, ni vile tu hatuwezi. Hali ya taharuki imetokea katika mtaa wa Mbezi kwenye kata ya Sokoine kwani Arusha baada ya kijana anayefahamika kwa jina la William kuuawa na kijana mwenzake anayefahamika kwa jina la Abel, akimtuhumu ya kwamba kijana huyo amekuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi na mdogo wake wa kike. Kutokana na tukio hilo la kijana huyo kuuawa, wananchi wenye hasira kali walifika katika nyumba ya Abel aliyokuwa akiishi wakitaka kuichoma kwa kuanza kuivunja vioo, huku wananchi hao waliokuwa na hasira wakiamua kuharibu vitu mbalimbali ikiwemo kuvunja miwa pamoja na kuharibu baadhi ya vitu mbalimbali vilivyokuwa vikizunguka nyumba hiyo. Kufanya nini hapo? Kula miwa. Kilichotokea hapa leo ni tukio la kijana mmoja kumuua mwenzake, ambako wanasema chanzo ni kwamba ni aliyemuua ni shemeji yake, tuseme kama pana mahusiano ya kimapenzi. Kwa hiyo wanasema mdogo wake alimuita huyo kijana mahali wakutane, walivyokutana kaka akaja na kisu ndo akamchoma. Kwa hiyo anamtuhumu kwamba anatembea na mdogo wake ndo akamchoma kisu hadi kupelekea umauti. Na hivi unavyoona ni wananchi wamefika hapa kwa ajili ya uchungu kama kijana wao. Na aliyeuliwa, ukija ukiangalia, aliyeuliwa ametoka kata ya Sokoine, aliyeua ametoka kata ya Mlimani. Kwa hapa tumechanganikana Sinoni. Tumechanganikana wa Mlimani, wa Sinoni pamoja na Sokoine. Inauma kwa kiuhalisia, inauma kama mzazi. Kwa sababu ukija ukiangalia kijana anaenda mwaka wa chuo, mwaka wa pili, wewe ukiangalia utajisikiaje hata kama ungekuwa ni wewe. Lakini tunaomba mwenyekiti amekuja hapa yote 9-10, mwenyekiti amekuja hapa ametoa lugha ambazo mwenyekiti wa mtaa wa Sinoni amesema kwamba sisi kwa mtaa wa Sokoine hatujazipenda, kwa sababu amesema kwa nini mnashirikiana na watu wa Mbezi, ambao watu wa Mbezi ni kata ya Sokoine. Ukiangalia tumetenganishwa na barabara. Aidha nyumba hii imeungua moto, watakao kuja kuzima ni wananchi wake tu? Jibu ni kwamba ni hapana, tutakushirikiana wote kwa pamoja.